Mwanamke huyu alikuwa tayari na ujauzito wa miezi 8, lakini kiuno chake bado kilikuwa chembamba na umbo la mwili wake halikuwa limebadilika kabisa. Na kila siku alinunua vipande vitatu vikubwa vya nyama ya nguruwe kutoka kwa mchinjaji. Baada ya kijana kugundua tabia isiyo ya kawaida ya mke wake, alidhani kuwa ana uhusiano wa kimapenzi nje ya ndoa. Lakini alipokuwa karibu kwenda kuchunguza ukweli, alizuiwa na kuhani wa kidao. Kuhani wake akamwambia kijana kwamba mke wake hakuwa binadamu hata kidogo, bali alikuwa roho ya mdumadu iliyojifunza na kupata umbo la kibinadamu. Baadaye kuhani alimwonya kijana akisema roho ya mdumadu anahitaji kula nyama mbichi nyingi ili kujilisha wanapokuwa wajawazito, na wakati wa kujifungua ukifika watamla waume zao kama lishe ya mwisho, wakiwatafuna hadi kubaki vifupa, na kesho itakuwa siku ya mwisho ya mwanaume huyo kuwa hai. Lakini kijana aliposikia maneno hayo ya ajabu alikataa kuyaamini. Alijibu kwa haraka kwamba mke wake alikuwa mpole na mwenye wema, hata asingekanyaga chungu, hivyo haingewezekana awe roho ya mdumadu. Baada ya kusikia hivyo, kuhani hakusema tena chochote. Alimpa kijana hirizi ya karatasi na kumwambia aiweke karibu na mwili wake, kisha akatomeka papo hapo. Mwanzoni kijana alidhani amekutana na tapeli na hakulipa jambo hilo uzito, lakini alipofika nyumbani alikuta gunia kubwa la nyama mbichi mlangoni na pembe ya mdomo wa mke wake ilikuwa na madoa ya damu. Hilo lilimtisha sana na kumfanya afikiri huenda mke wake kweli ni roho. Lakini alipotazama vizuri aligundua mke wake alikuwa anakula tunda la joka, na sababu ya kwenda kwa mchinjaji ilikuwa ni kumwandalia supu ya mbavu za nguruwe. Alipoona hivyo kijana alivuta pumzi ya afueni, lakini usiku alipokuwa akioga aliona wadudu wengi ghafla wakitokea ndani ya nyumba, na wakati huo huo kwenye simu yake kulikuwa kunaonyeshwa kipande cha Black Cat Sheriff. Dakika hiyo alishtuka kuona kupitia mlango wa bafu kwamba mke wake alikuwa amegeuka kuwa mdumadu mkubwa. Aliogopa sana na kugeuka haraka kutafuta ile hirizi ya karatasi kwa ajili ya kujilinda.